Nimefurahi kupitia risala yenu mlipozungumza kwamba kijana wenu John Heche mmeona amekwenda sasa zaidi ya ubinadamu, zaidi ya utu, na kwamba sisi jamii ya Wakurya si tabia yetu kuwatukana wazee, si tabia yetu kuwakosea adabu viongozi mbalimbali, wawe wa kijamii au wa serikali. Sasa kijana wetu John Heche, kiongozi wa chama cha upinzani, hatuna shida yeye kwenda huko kwenye upinzani, hatuna shida, na tunamwombea kila laheri. Lakini sasa amefika hatua anataka kutudhalilisha sisi jamii ya Kikurya, kwa sababu sasa wewe kiongozi gani unawakosea adabu viongozi wa serikali, tena wenye umri mkubwa, wanasiasa wenzako? Kwani akifanya siasa za utulivu atakosa kuonekana kwamba ni kiongozi wa chama? Sasa ninyi hapa kwenye risala yenu mmelaani matendo anayofanya John Heche, na mimi sasa nitumie nafasi hii kuongea na ninyi wazee wa mila koo 12 za Kikurya. Twende tumwambie John Heche, fanya siasa, fanya siasa, usitukane watu, usitukane viongozi. Viongozi hawa, Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa chama na viongozi wengine, wana watu nyuma yao. Watu wenyewe ni viongozi hawa wa Chama cha Mapinduzi, mnawaona. Hawatakuwa tayari kuona rais wao, mwenyekiti wao wa chama anatukanwa na kiongozi mwingine wa chama chochote kiwacho. Sasa natumia jukwaa hili kwenu ninyi wazee na viongozi wa mila koo 12, tumwambie kijana wetu, fanya siasa, tunakuombea kila laheri, lakini kuwa na adabu. Sisi wazee wa mila koo 12 tunataka Heche amuombe mzee Wasira msamaha, na kama haombi msamaha, sisi wazee wa mila koo 12 tunaomba radhi kwa mzee wetu Wasira. Mbele viongozi si adabu, hiyo haipo kwa itikadi ya jamii ya Wakurya, kama nilivyosema mwenyekiti wa wazazi ngazi ya taifa. Kwa hali hiyo, wazee wa koo 12 mridhie, tuwaombe wenzetu wa Bole Bukira wakae na kijana wetu, waongee naye. Baada ya kuongea naye kwenye kikao kinachofuata tupate mrejesho.